Video inaweza kuwa nzuri sana, lakini bila ya sauti nzuri, watu wengi hawatoangalia video hiyo hadi mwisho, wataiacha mapema. Sasa leo nitakuonyesha kila kitu kuhusu audio kwenye InShot, kuanzia music mpaka voice over, hatua kwa hatua kama ilivyo kawaida yetu. Na hii ni series playlist ambayo tutakuwa tukijifunza jinsi ya kuedit video zetu kwa kutumia hii application ya InShot. Kwa hiyo kama bado hujatazama video zilizopita, tazama video zilizopita, kuna mengi ambayo tumesha kuishajifunza. So leo tutaingia tools nyingine ambayo ni muhimu pia, ambayo inajulikana kama audio. Tumetoka kujifunza tools hii ya Canvas, sasa tuangalie hii tools ya audio, vipi ambavyo unaweza kuitumia kuboresha basi sauti, kuongeza voice over katika video ambazo una rekodi katika hii application ya InShot. Fungua video yako ambayo utaitumia na wewe. Kama mimi hapa tayari unaona video yangu ipo katika timeline ambayo nitaitumia as a sample, na video hii ina sauti tayari. Okay? Kwa hiyo unaweza kuingiza video ambayo haina sauti na ukaona hii audio itakavyobadilisha kabisa hiyo video yako kwa kuingiza mfano voice over ama kwa kuingiza sauti ya AI. Leo ndio vitu ambavyo tutakwenda kuviona. Sasa ukiangalia katika hii tools ya audio, utakapoiclick utaona inafunguka kama hivi. Kuna sehemu 4. Sehemu ya kwanza ni music, ya pili effects, ya tatu record, ya 4 ni AI speech. Tutapita na moja baada ya nyingine na kuhakikisha kila moja unafahamu inavyotumika na vipi utaweza kuitumia. So tukianza na music, tukiklik hapa katika hii sehemu ya kwanza music, inatuleta hapa. Ukiangalia huku juu kuna featured, kuna music. I mean my music. Featured, hizi ni zile music ama nyimbo ambazo tayari InShot inakupatia za wasanii mbalimbali. Unaweza ukachagua ile ambayo unahitaji kuitumia ukafanya nayo kazi. Mimi kutokana na issue za copyright katika YouTube sitoweza kuplay hapa music, lakini wewe unaweza kuclick music fulani unayohitaji. Unaweza kusearch huku jina la music, uka select music hiyo, uka play. Kama umejiridhisha ndio music ambayo unahitaji inaendana na video yako, utaklik alama ya plus ambayo inaonekana pembeni hapa. Acha nikuonyeshe kidogo. Mfano nitaplay mimi nyimbo hii hapa, On Top of the World. Okay, microphone yangu imezima vizuri. Kwa hiyo hii hapa ukiplay utasikia na toa sauti hii music uliochagua. Then utakapo click alama hii ya plus hapa, manake unai-add katika video yako. Kwa mfano nikiklik alama plus, tayari kuna layer ya pili hapa katika timeline yangu ikionyesha music ambayo nimei-add. Kwa hiyo video yangu sasa hivi itakuwa na sauti ya video, lakini vile vile itakuwa na hiyo music niliyoingiza hapa. Kwa hapa hiyo music unaweza kuiedit vile vile, ukaipunguza sauti, ukaiongeza sauti kulingana na wewe mwenyewe unavyotaka isikilikane. Lakini vizuri sana unapokuwa na video ambayo inatoa sauti, unahitaji usikilikane, unapoweka music ambayo unahitaji isikike background, usiweke sauti kubwa. Weka kati ya 20% mpaka 40. I mean 40 kushuka chini. So unaweza kuklik hapa mfano music yako ka select kama hivi tayari katika timeline. Kuna tools mbalimbali, una uwezo wa kuedit. Una uwezo wa kuedit hapa hiyo music, una uwezo wa kuongeza volume, ukapunguza volume ya hiyo music, pengine unataka isikilikane kwa mbali, una uwezo wa kusplit, ukaikatakata pengine sehemu nyingine unataka isikilikane hiyo music, unaweza kufanya hivyo. Una uwezo kufanya vitu mbalimbali hapa kutokana na tools ambazo unapatiwa hizi, kuweka speed, speed iwe na iende kwa speed gani, unaweza kufanya vitu vingi. Okay? So hiyo ndio jinsi ya kuadd music. Kwa hiyo kama umejiridhisha utatiki hapa, kama huhitaji unaweza kudelete pia, ukaiselect ukaidelete. Kwa hiyo ukiklik hapa sehemu ya music utaletwa hapa. Lakini pengine una music yako katika simu yako ndio ambao unataka kuiweka. Kwa hiyo utakuja hapa katika hii my music, utakuja utachagua hiyo audio ama hiyo music ambayo upo nayo kwenye kompyuta yako, kwenye gallery, I mean kwenye folder zako, simu yako, utaiselect na utakwenda kufanya nayo kazi. Pengine usha record voice huko unataka kuingiza kwenye video yako, unakuja kwenye my music unachagua. Kwa hiyo ni rahisi sana, jaribu kutumia hiyo, utaona jinsi inavyofanya kazi. Lakini vile vile kuna sehemu hii ya pili ambayo ni ya sound effect. Ukiklik hapa kuna sauti fupi fupi, mfano za kusikilikana kama sehemu na click unataka itoe sauti hivi ili imfanye yule mtazamaji atazame zaidi, kwa sababu unapoweka sauti kama hizo inakuwa inasaidia. Lakini vile vile kuna sauti kama za wash, kuna pop, kuna notification sound, firework, nyingi sana zipo hapa. Electronic Christmas countdown. 3, 2, 1. 3, 2.
unasikia sauti ya hizi sound effect. Utaangalia pale ambapo unataka kwenda kuiweka hiyo sound effect, utachagua na kwenda kuiweka. So ni very simple jinsi ya kutumia hizi sehemu za tools hii ya audio. Ukiachilia hii ya sound effect ambayo inakupatia sound mbalimbali, unazoweza kuzitumia sound za kamera, pengine camera rolling, flash instant, transition, pengine kutoka unataka katika video yako kutoka scene moja kwenda scene nyingine kuwepo na sauti fulani sikike katika ile transition, unaweza kuchagua. Kuna sound effect nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia for free kabisa. Lakini ukiachilia effect, kuna hii record ambayo hii sasa ndio inakupa uwezo wa kurecord voice over. Na utakapo click itafunguka hapa. Utaklik hapa kwa ajili ya kurecord hiyo voice over. So hapa utarecord ya pengine video umesha record huko awali, unakuja hapa haina sauti hiyo video, unakuja unaingiza sauti kwa kufanya kama hivi. So unaongea ya alafu una stop, then kama umejiridhisha unatiki hapa, au kama unataka kuisikiliza unarudisha huku ulipo record voice over yako, na hapa utarecord ya pengine. Umeona sasa sauti zinasikilikana mbili kwa sababu video yangu ilikuwa ina sauti tayari, lakini hii hapa voice over niloingiza sasa hivi ni sauti nyingine, kwa hiyo zinagongana. Kuna video zile ambazo unakutana nazo, kuna mtu unakuta amesha rekodi kwanza, alafu alipotulia katika kuedit ndo akaweka ile voice over, ile sauti inosikilikana pale. Kwa na wewe unaweza kutengeneza video za namna ile kwa kupitia hii InShot na kufanya kitu kama hichi ambacho nimekufahamisha hapa. So hapo una uwezo wa ku reset ama wa ku cancel voice over isichukuliwe kama hauhitaji voice over hiyo, umeikosea. Hivyo unaweza kuisikiliza. Unashangaa kukuta katika eneo kama hili haina sauti hiyo video unakuja unaingiza. Umeona? So unaweza kufanya hivyo. Mimi nita cancel hapa ya. Kwa hiyo hiyo record inakusaidia kuingiza voice katika video zako. Lakini vile vile kuna AI speech, unaandika hapa maneno fulani na unahitaji yaweze kupelekwa katika speech kwa kupitia AI, basi unachagua AI ambayo unataka kufanya nayo kazi. Kwa mfano hii powerful, ukisikia huyu anavyoongea, hi, this is my voice tone. Umeona? Kwa hiyo unapoandika maandishi fulani yatachukua sauti kama hii, itaweza kusoma hapa. Kwa ukiandika mfano hello, welcome to my YouTube channel mfano, okay? Then unatakiwa usign in ili kustart hii features hii kuitumia sehemu hii, inabidi usign in. Na mimi sitoweza kufanya kwa sasa, sito sign in, lakini wewe uko sign in na endelea kutumia sehemu hii kama hivi ambavyo nimekuonyesha. Hi, this is my voice tone. Umeona huyu anaongea hivi. Hi, this is my voice tone. Huyu anaongea hivi, huyu mdada. Hi, this is my voice tone. Huyu. Hi, this is my voice tone. Umeona, kwa unachagua hapo yeye unahitaji kuitumia. Then unafanya nayo kazi. So unachagua pengine unataka British, Asian, Indian character, pengine robot, sauti sikilikane kwa robot, female, male, sauti za wanawake au mwanamume, na unaandika hapo unachotaka kiongelewe. Then baada ya kuchagua sauti yako, ukisha sign in na ni free kabisa, unaweza kuanza kwa free kabisa, basi utaona inavyofanya kazi sehemu hii. Ni rahisi sana kama hivi ambavyo umeona. So unaweza kujaribu huko, mimi nitakuja kufahamisha mbeleni huko katika playlist hii, tutakuja kukutana nayo hii features, tutakuja kufahamishia huko na tuta sign in huko. Lakini wewe huko unaweza kuanza kabisa ukafanya, haina shida yoyote, tayari nimeshakupa mwanga, unaweza kujaribu wewe mwenyewe. So hizi ni sehemu 4 ambazo leo tumeweza kujifunza katika hii tools ya audio, na nategemea umepata mwanga, umepata idea na umepata kujua jinsi ya kutumia hizi sehemu 4 katika kutengeneza basi video zako, kudeal na audio kwenye video zako. Unataka kutia voice over, utaklik hapa katika hii record, utaanza kurecord kutokana na video yako ambayo ina play hapa, utaingiza voice over. So mimi sina la ziada katika video hii. Wacha tuishie hapa, tusifanye kuwa refu zaidi. Nategemea umepata chochote kitu. Like video hii, endelea kufuatilia playlist hii. Tutajifunza takriban tools zote hizi katika InShot na kuona jinsi ambavyo tunaweza kuzitumia katika kuedit video zetu. Canvas tulijifunza katika video iliyopita, nategemea umeshatazama. Tuliona umuhimu wake na jinsi inavyotumika hii tools ya Canvas hapa. Kama bado katazame video iliyopita. Lakini vile vile audio ndio hii ambayo tumeikava leo. Video inayofuata tutakuja kujifunza kuhusu hii sticker. Unaona kuna sehemu tofauti hapa katika hii tools ya sticker, tutakuja kuiona. So asanteni sana, tukutane video ijayo.